anaondoka yeye. Sio kuondoka mimi mwa nyumba. Sikiliza mama, huna nikwambie. Wewe ni mke wangu na yeye ni mke wangu. Wote nimewachagua nikiwa ninawapenda. Sasa kama hutaki kuishi naye humu ndani, chagua moja. Wewe uondoke, yeye abaki. Sawa. Mimi siwezi kuondoka. Shajiandaa mama. Anaondoka yeye. Mimi siwezi kuondoka humu ndani. Huu uchafu si utaki humu. Na anaondoka yeye, sio mimi. Na nikuondoka msirudi humu ndani. Aisaya maisha mimi haya mimi. Kwa kweli hapana. Bado ningekuata sister, mimi naona mabaya yote ningeepuka kabisa. Mama, silali. Bwana ungekana sasa huyu mwanaume gani? Nimemletea pesa. Nimeziogota nikamwambia mama yangu hizi hapa. Sasa usema kwamba atuli tuzizalishe watoto wetu wasome wafanyeje. Sasa yeye ndio kwa ameenda kubinafsisha, ameenda kubiuza. Na bado kuleta mwanamke huko ndani. Yani mimi. Bosi. Bosi. Shida nini? Kuna tatizo bosi? Ndugu yangu, najiuliza sana. Hivi huyu mkurugenzi anataka nini kwenye kampuni? Mkurugenzi kafanya nini? Juzi kaja ofisini kwangu akadai nimhamishie kiasi cha bilioni 1 kwenye akaunti yake. Yes. Na ukija kuangalia vizuri, mwenye hisa ani mwenye kampuni anayemiliki sio ni mtoto wake. Umeona? Kaniambia nihamisha hapa, nikakataa. Ila mhasibu kamhamishia pesa. Na uzuri kwenye fomu ya kuhamisha pesa sijasaini. Na isitoshe leo kaja asubuhi na yule mke wake mdogo. Kampuni Na ameazimisha kiasi cha milioni 500 nimuingize yule mwanamke. Manager, asa hapa kampuni itafilisika. Yaani hapa nimeshachanganyikiwa kabisa. Ni kampuni tayari ishakwisha kabisa. Na tayari kumbuka juzi nimeongea na bosi kwamba kuna mizigo inafika. Itakuwaje? Manager, wasifanya mawasiliano naye bosi. Bosi kesho atawasili asubuhi. Mikataba mingine ndio iko hapa nilikuwa nimeleta. Kwa hiyo inahusu nini? Kuhusu hiyo mizigo imeshafika tayari. Yes. Tusaini hapa kwa manager. Yatakulani wewe baba, yatakulani, yatakulani majonzi ya wanao, yatakulani. Yatakulani wewe baba, yatakulani, yatakulani majonzi ya wanao, yatakulani. Yatakulani wewe baba, yatakulani, yatakulani
majonzi ya wanao yatakula. Mama huna? Stella, imekuwaje? Mimi baba sijui kitu chochote baba. Mama huna? Mama huna? Mama. Baba tupeleke hospitali baba. Mama. Ndugu zako wako wapi? Baba mimi hata sifahamu. Itakuwa ameenda mpirani baba. Ameenda mpirani? Sasa. Baba. Mama. Fanya hivi. Mama. Naomba kaangalie bajaji hapo nje. Angalia bajaji tumpeleke. Mama yetu kipenzi mama. Hey, pole mama. Maisha ya bila mama ni magumu. Maisha ya bila mama hayafanani. Mama ndio kila kitu katika maisha ya mwanadamu. Maisha ya bila mama hayana mwongo. Wanangu, nimewaita hapa kwa lengo moja tu la kupeana faraja. Tunapeana faraja kwa hili tukio la kupotelewa na mama yenu mpendwa. Mimi amepotea, ni mke wangu. Kwa hiyo niwaombe kitu kimoja, msiwe na hofu, ondoweni wasiwasi wa aina yoyote. Mimi pamoja na mama yenu tuko upande wenu katika kutiana faraja. Sawa ndugu zangu? Sawa. Mmenielewa wanangu? Nimekuelewa. Basi mama yenu pia yuko pamoja na nyie katika kuhakikisha kila mmoja anapoteza mawazo ya hili tukio lililojitokeza. Baba samahani, mpaka hapa sijaelewa kitu. Unataka kumaanisha huyu binti tunaendelea kuishi naye ndani? Hivi wewe mtoto, nataka mimi niondoke niende wapi? Niambie kitu wanangu. Na hata kama mkiwa mna shida, niambie. Mimi nitawasaidia. Sawa na? Yaani baba, unamaanisha huyu dada ndo nimuite mama? Yaani kwa mimi siwezi. Kabisa si size yangu mimi. Wewe mtoto Stella. Yaani kumbe siku hizi una tabia za kishenzi za namna hiyo. Mwanangu, nilikuwa nakupenda sana na nilikuwa ninakuheshimu. Lakini unaposhindwa kumjua mke wa baba yako ni nani kwako, unanikosea. Huyu ni mama yenu. Ndiyo mama yenu aliyebaki. Kwa wala msiwe na hofu ya aina yoyote. Sijui mmenielewa? Baba, sawa tunatambua sisi watoto wako. Lakini tambua tumeshakuwa. Mimi najiuliza kwa nini nakuwa hivi? Au ni kwa sababu ya mama kutangulia mbele za haki? Baba, kwa nini lakini? Sasa kama mnadai mlishakuwa, si mkajitegemee. Mwende mkapange. Lakini kama bado mnaishi ndani ya nyumba hii, bado nyie mko chini ya himaya yangu. Sijui umenielewa. Hizi taarifa naomba zisimfikie kaka yenu Mahuna. Kwa nini sasa baba kaka Mahuna sipewe taarifa? Ni sawa ni kaka yenu, lakini kumbuka kwamba ndio maana niko nawaambia kwamba nyie bado ni watoto wadogo. Kaka yenu bado yuko kwenye mitihani. Sasa tutakapomwambia hizi taarifa zitamvuruga kichwa, atashindwa kufanya vizuri wanangu. Kwa naomba iwe siri yenu.
taarifa za humu ndani zibakie kuwa za humu. Mahuna atajua atakapokuwa amefika. Sasa baba, samani nikuulize. Uliza. Sasa sisi tutafanya kazi gani? Maana lile duka ambalo tulikuwa tunalisimamia mimi na ndugu zangu na lenyewe umeuza. Kila kitu umeuza. Tutafanya kazi gani sasa? Hivi hilo nalo swali. Hapa kuna kazi nyingi. Kuna kuosha vyombo, kuna kupiga deki, kuna kufua. Kazi mbona zipo nyingi jamani? Hilo ni swali kweli la kumuuliza mtu? Sawa, nadhani mmesikiliza vizuri, mnaweza mkaondoka. Sawa wanangu? Sawa baba. Sawa. Masenga. Vipi? Salama kabisa. Uko poa? Karibu sana kwa hii nyumba. Asante. Uko kukuya tena. Mkongo. Mkongomani. Niko fresh kabisa. Tuko sasa boss, salama kabisa uko kutoka shule. Shule bwana. Tayari nimehitimu chuo. Vizuri sana. Chuo finish. Finish chuo huko kufanya kusoma hata huku nyumba wa baba yako huku fasi haki mugali hapa kabisa sasa hivi. Niko kuona mambo itakuwa sasa boss kabisa. Uliniambia mwaka huu utaoa. Haujaoa? Bado sana. Sio kuwaza sana mambo ya mwasi. Niko kwa televelema iko peke yake tu hii. Haya bwana. Mimi niko ndani. Uko kuingia hivi. Mimi niko hapa tu. Haina shida. Wewe shida yoyote ambia iko mlinzi hapa. Mama. Kaka. Karibu. Ndogo wangu Stella. Vipi zako? Sorry kabisa. Nilikuwa ni ndani nimekaa zangu nimetulia sasa. Kama umeshafika. Nishafika bwana ndogo wangu. Wifi uko wapi? Hana bado bwana. Ase mmekuwa sana. Mama yuko ndani? Unajua nimeshamisi sana. Hapo simu zake zote zikapatikana. Tatizo nini? Mama kabadilisha line sasa hivi. Mama! Hapo mbona sikuelewi? Stella, unaona? Yaani mama amesafiri? Kama mama alikufa. Stella. Unasemaje? Mama alikufa. Mama yangu mimi alishapoteza maisha. Sisi sote tuko kwenye foleni, siku zikifika tutakukuta. Ona yale maneno uliosema nikamalize mwaka wangu ule juu, nikirudi utafanya pati yangu tena, utafurahi mama ukiona sherehe yangu ya pili tena ya kuoa, uwe na mjukuu, ujijumu umesogea, zile ahadi ulizosema